Katika mtaa wa Flores, Buenos Aires, huko nchini Argentina, mnamo Disemba 17 mwaka 1936, alizaliwa mtoto wa 4 wa familia ya wahamiaji kutoka nchini Italia. Mtoto huyo aliitwa Jorge Mario Bergoglio, akiwa na malezi ya unyenyekevu na ya Kikatoliki. Alilelewa katika mazingira ya kawaida lakini yaliyojaa upendo na nidhamu. Fiesta. George alipokuwa kijana alitamani kuwa mtaalamu wa kemia na alisomea taaluma hiyo kwa muda mfupi. Hata hivyo, sauti ya wito wa kiroho ilikuwa kubwa zaidi ndani yake. Mwaka 1958 alijiunga na shirika la Kijesuiti, mojawapo ya makanisa ya kidini ya Kanisa Katoliki linalojulikana kwa elimu, huduma na haki ya kijamii. Huko ndipo alipolelewa kuwa kasisi mwenye maono mapana na moyo wa huruma na msimamo wa haki. Miaka mingi George alihudumu kama mwalimu, mlezi wa kiroho na kiongozi wa Kijesuiti nchini Argentina. Mwaka 1998 aliteuliwa kuwa askofu mkuu wa Buenos Aires. Na baadaye mwaka 2001 akapewa cheo cha kardinali na Papa Yohane Paul wa pili. Huko Buenos Aires alijulikana kwa maisha ya kawaida. Alikataa gari la kifahari, akaishi kwenye nyumba ya kupanga. Mara nyingi alionekana akitembea mitaani na kusafiri kwa basi. Mnamo Machi 13, 2013, Jorge Mario Bergoglio alichaguliwa kuwa papa wa 266 wa Kanisa Katoliki baada ya Papa Benedict wa 16 kujiuzuru wadhifa wake, tukio ambalo halikutokea kwa zaidi ya miaka 600. Alichukua jina la Francis kwa heshima ya Mtakatifu Francis wa Asisi. Alikuwa papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini, wa kwanza kutoka shirika la Kijesuiti na wa kwanza kwa karne nyingi kutumia jina hilo. Baada ya kuwa papa, Papa Francis alileta upepo mpya ndani ya kanisa. Alihubiri huruma zaidi ya hukumu. Alisisitiza huduma kwa maskini. Alitetea mazingira na kuwa daraja la majadiliano kati ya dini mbalimbali. Alikemea ufisadi ndani ya kanisa na alitetea jamii zilizotengwa. Tangu mwaka 2021 inaelezwa kuwa afya ya Papa Francis ilianza kudorora kutokana na matatizo ya mapafu, viungo na mifumo ya moyo. Mwaka 2024 hali ilizidi kuwa mbaya na kufikia Aprili 21, yaani Jumatatu ya Pasaka, mwaka huu 2025, alifariki dunia majira ya saa 1:35 asubuhi akiwa na umri wa miaka 88 ndani ya makazi yake ya Vatikani ambayo huitwa Casa Santa Marta. Kifo hiki kimeibua huzuni kubwa kwa Kanisa Katoliki, kwa dunia na viongozi mbalimbali kote ulimwenguni. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat Deus omnipotente, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Dunia itaendelea kumkumbuka Papa Francis kama papa wa watu, papa mnyenyekevu, papa jasiri, papa mwenye maono na upendo kwa wote, kama alivyokuwa akiendelea kuhubiri upendo na amani katika mataifa yote. Primero, cuando yo me pongo chinchudo, para que den vida a los demás, para que sean segundos, para que no terminen. Escucharemos a Muhammad. Baada ya kifo cha papa, Kanisa Katoliki huingia kwenye kipindi kinachoitwa sede vacante, yaani kiti cha papa kuwa wazi.
Katika kipindi hiki, msimamizi wa mali na taratibu za Vatican hutangaza kifo cha papa na kuhakiki kifo hicho. Anasimamia maandalizi ya mazishi na mchakato wa kumchagua papa mpya. Baada ya siku 15 hadi 20, makardinali wote wasiozidi umri wa miaka 80 hukutana katika conclave, yaani katika eneo la siri kwa ajili ya vikao maalum ndani ya kanisa la Sistine Chapel huko Vatican. Ndani ya kikao hicho cha siri, makardinali hupiga kura hadi mmoja apate theluthi mbili, yaani 2/3 ya kura zote. Pindi anapopatikana, moshi mweupe hutoka kwenye bomba la paa la kanisa, ishara ya kuwa papa mpya amechaguliwa. Na endapo hatapatikana, moshi mweusi utatoka katika bomba hilo, ishara ya kuwa papa bado hajapatikana, na upigaji kura huendelea tena mpaka pale atakapopatikana. Papa huyo mpya hutangazwa kwa dunia kwa maneno Habemus Papam, yenye maana ya kuwa tunaye papa. Asante kwa kuwa pamoja nami katika simulizi hii. Langu jina ni Musa Matiasi na hii ni Kipeo Online Media.